watu wa Arusha nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, naomba mseme hizi hapa. Ziko wapi tusalimiane? Vivos. Kule nyuma ziko wapi tusalimiane? Vivos. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu, Mheshimiwa katibu mkuu, wajumbe wa kamati kuu na viongozi wote mliopo jukwaa kuu na watu wa Arusha, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Ninayezungumza kwa sasa naitwa Deogratias Cosmas Mahinyila. Ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Kwa sababu ya muda na mimi kwa haraka niseme mambo yafuatayo. Jambo lolote linalohusu uhai likitokea kwenye taifa lolote, taifa lenye watu wenye akili huwa linasitisha kila kitu, linajadili uhai hata kama utakuwa ni wa mtoto mdogo. Leo wana CCM wanahubiri amani. Ukienda kukutana na familia ya Mdude, ukikutana na mke wa Mdude, ukimwambia amani, atakuona wewe ni mpumbavu kwa sababu mume wake amuoni. Leo ukienda kwenye familia ya Soka, ukiwaambia kuhusu amani, hawatakuelewa unamaanisha nini kwa sababu wamempoteza ndugu yao. Ukikutana na mtu anazungumzia maendeleo kwenye taifa hili, hataeleweka kwa familia ya mtu anaitwa Amani Manengero kwa sababu barabara, lami itawasaidia nini? Yuko ndugu yao hawamjui alipo. Tulitegemea kuwa kwenye taifa linalothamini uhai wa watu wake. Leo sisi vijana wa Chadema, vijana wa taifa hili, hatuna amani, hatuna haki yoyote, hatujisikii chochote kwenye taifa hili kwa sababu hatuna uhakika kama tutaamka kesho tukiwa salama. Ndio maana sisi vijana wa Chadema tunapinga ibara ya 67 ya katiba yetu. Inasema ili uwe mbunge, sifa yake unapaswa kuwa unajua kusoma na kuandika. Sio lazima uwe umefika hata darasa la 7. Sisi vijana wa Chadema tunapinga hilo kwa sababu ukiwa huo ndio utaratibu kwenye taifa hili, nyie wazazi hamtawashawishi watoto wenu waende shule kwa sababu mtoto hata kama asipoenda shule akijua kusoma na kuandika, ndoto yake ikiwa ni mbunge atakuwa mbunge. Sisi tunapinga vijana wa Chadema upumbavu wa namna hiyo. Mambo haya ndio yanayotusababishia kwenye taifa letu. Badala tuwe na bunge litakalojadili kuhusu ajira kwa vijana, toka mwaka 2015 mpaka leo wako vijana zaidi ya 200,000 kwenye taifa hili hawana kazi kwa sababu vioni walisomea ualimu, hawana kazi. Badala tuwe na bunge linaloweza kujadili ajira za vijana, vijana watapataje ajira kwenye taifa letu? Tunalo bunge linaumia akisikika mbunge mmoja ametoa mfano wa kwamba ikitokea mtoto wa rais akatobolewa macho au akatekwa, rais atajisikiaje? Wako wabunge wanasema mtu aliyetoa mfano huo ni mtu wa hovyo na waajabu. Hawaumii vijana wanaotekwa, vijana wanaouliwa kwenye taifa hili, wanaumia mifano ya inayomhusu mtoto wa rais. Tunalo bunge la watu vilaza na wahuni. Nimemsikia mwingine jana anasema eti vijana wanaosuka nywele anamshauri waziri wa mambo ya ndani Bashungwa awakamate. Yaani tunao wabunge ambao badala wajadili masuala ya utekaji, masuala ya kuuliwa kwa vijana, masuala yanayohusu uhai wa vijana kwenye taifa hili, wao wanamshauri waziri wa mambo ya ndani badala ya hangaike na utekaji, eti hangaike na vijana wanaosuka nywele, vijana wa kiume. Wametuita kenge. Wako wabunge wanaoita kenge. Mwingine nimemsikia na yeye anasema kwenye taifa hili ni lazima tutafute utaratibu, kanuni za watu kula. Watanzania hawajui kula milo kamili. Yaani kipaumbele cha wabunge wa bunge la jamhuri sio uhai unaohusu vijana wa taifa hili, sio tatizo la ajira linalohusu vijana wa taifa hili, sio masuala ya afya. Asilimia kubwa ya vijana wa sasa hivi kwenye taifa letu wanafanya bodaboda. Lakini leo ukiondoka na bodaboda, hiyo serikali ambayo ilipaswa kuwahakikishia vijana angalau bima ya afya, ukiondoka na bodaboda ukivunjika na mguu, huwa una uhakika kwenda kutibiwa hospitali. Sio kazi ya maana, lakini tulitamani serikali tutengenezee mazingira bora, ila hakuna wanachokifanya. Wao wadili habari za kumsifia rais na kumtetea rais. Sasa sisi vijana wa Chadema tunasema hili bunge tulilonalo, na Wakenya wanatudhihaki sana, wana haki ya kusema hivyo kwa sababu wanayazungumza
wabunge wetu ni mambo yasiyohusu maisha yetu. Sisi vijana wa Chadema tunasema bunge hili la hovyo tulionalo, sababu ya hovyo wake kubwa ni kwamba nyinyi watu wa Arusha hamkuwachagua wale watu walioko bungeni. Ni wauni ambao aliyewachagua ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu mfumo wa uchaguzi kwenye taifa hili ni kama ulivyokuwa wapanya: baba mwizi, mama mwizi, mjukuu mwizi, mpaka vitukuu ni wezi. Tume ya uchaguzi kwenye taifa hili wote ni wezi, kuanzia mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, wakurugenzi, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, wote ni wezi. Ndio maana sisi vijana wa Chadema tumesema mwaka huu kama noma wacha ikawe noma. Mwaka huu sio tu kwamba huo uchaguzi hautakuwepo, hatutaruhusu hata CCM wafike muda wa kwenda kuzichukua fomu, kwa sababu wakifanya hivyo tunakuwa tunatengeneza watu ambao watakwenda kusababisha maisha yetu yaendelee kuwa magumu. La mwisho, yako matishio mengi yanayokihusu chama chetu, na tishio lingine limefanywa na msajili wa vyama vya siasa. Sasa mimi naomba nitumie jukwaa hili kumwambia msajili, punguza wenge mzee, punguza wenge. Hii Chadema huwezi kuifuta, na hii Chadema huwezi kufa, kwa sababu iko kwenye mioyo ya Watanzania. Wewe kama una lolote unataka Chadema ifanye, tulia, tutalifanya, lakini sio kwa kupelekesha. Sisi sio mafara na hatuwezi kufanya kwa sababu umesema wewe. Kila kitu chetu tutakifanya kwa muda wetu ambao tutaamini ni muda sahihi wa kufanya. Kwa hiyo sisi hatuogopi chochote Chadema, iwe kuitisha baraza kuu, iwe kufanya jambo lolote, lakini hata tukiamua kufanya hivyo hatutafanya kwa sababu umetuambia, na hautatuchagulia mtu yoyote awe kiongozi wa chama hiki. Mnyika ataendelea kuwa katibu mkuu, Lema ataendelea kuwa mjumbe wa kamati kuu, Wasima ataendelea kuwa mjumbe wa kamati kuu, kwa sababu sisi watu wa Chadema ndio tulioamua, na wewe hutatupangia. Kwa hiyo tulia mzee, tuliza boli, acha wenge. Hiki chama ni chama cha Watanzania na kiko imara. Asanteni sana na Mungu awabariki sana watu wa Arusha.